Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika huduma ya Tumaini Service, Every Soul is Saved. Neno la shauri ambalo Mungu anazungumza nasi leo. Mungu anasema Mungu amekufanya kuwa mshindi kwenye kila eneo. Mungu amekufanya kuwa mshindi kwenye kila eneo. Tupo kwenye jamii ambayo namba kubwa au asilimia kubwa ya watu wamekuwa wanajiona ni wanyonge kwa sababu ya mazingira fulani. Wengine mazingira fulani yao ya kiwango cha elimu, wengine mazingira fulani ya kiwango chao cha kiuchumi, wengine mazingira fulani ya kiwango chao cha afya, yamewafanya wajihisi kwamba hawana nafasi ya kuweza kushindana kwenye jamii na kupata ushindi. Lakini tukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12, Mungu anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni katika ufalme au ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hatutegemei kumshinda adui, hatutegemei kumshinda mtu kwanza kwenye ulimwengu wa mwili. Tunategemea ushindi wetu kwanza upatikane kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana mtu yoyote unayemuona kwamba katika ulimwengu wa mwili ameshindwa kwa kiwango kikubwa, maana yake rohoni kashindwa kwa kiwango kikubwa. Mtu yoyote unayemuona kwenye ulimwengu wa mwili ameshinda kwa kiwango kikubwa, maana yake na rohoni ameshinda kwa kiwango kikubwa. Sasa tukitazama ndugu yetu Yeremia, kwenye ile Yeremia sura ya 1 mstari wa 18, alielezwa na Mungu, maana tazama, nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakuu wake na juu ya makuhani wake na juu ya watu wa nchi hii. Yeremia alikuwa ni mtu kama sisi, ana damu, ana nyama, ana mifupa, lakini Mungu anasema amemfanya kuwa boma, maana yake katika roho. Mwili wake haukuwa mwili wa kawaida, amekuwa nguzo ya chuma. Kwa hiyo na sisi tunaomwamini Mungu ndivyo tulivyofanywa. Ni kweli kifedha uko chini, kielimu uko chini, kiafya uko chini, lakini katika roho Mungu anasema wewe ni boma, wewe ni nguzo ya chuma. Kwa hiyo unapaswa kujiona hivyo ili uamini kwenye kila eneo umeshinda. Na ndio maana akamtajia maeneo ambayo ameshinda katika roho. Akamwambia kwa habari za wafalme, kwa habari za wakuu, kwa habari za makuhani, kwamba nimekufanya kuwa juu. Sasa ukitazama mstari wa 19 anasema, nao watapigana na wewe lakini hawatakushinda, maana nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Hawatakushinda. Kwa hiyo maana yake kwenye kila eneo nilokutajia hapo juu wewe ni mshindi. Kwa sasa Mungu amekufanya, Mungu amenifanya, Mungu amewafanya, Mungu ametufanya tuwe washindi kwenye kila eneo. Sasa rejea kitabu cha Isaya ile sura ya 54 ule mstari wa 14. Mungu anasema hivi, utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Kwa hiyo utakuwa mbali na kuonewa. Sasa ukiweza kuushinda ulimwengu wa roho usikuonee, automatic ulimwengu wa mwili hautakuonea. Ukishindwa kuushinda ulimwengu wa roho usikuonee, automatic ulimwengu wa mwili utakuonea. Kwa hiyo Mungu amekufanya kuwa mshindi kwenye kila eneo, lakini jambo la kwanza uelewe kwamba ushindi wako unatakiwa kwanza ushinde rohoni. Ndio maana tukitazama pia kile kitabu cha Warumi ile sura ya 8, kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 ule mstari wa 37, Mungu anasema kwenye mstari wa 37, lakini katika mambo hayo yote
tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo ile pendo la Mungu ndilo linalotufanya sisi tushinde, kwa sababu Mungu wetu ni roho. Kwa ile kumpenda Mungu, anasema kwamba nawapenda wanipendao na wanitafutao kwa bidii wataniona. Maanake wanitafutao kwa bidii watashinda. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unataka kumshinda adui katika ulimwengu wa roho, unataka kumshinda adui katika ulimwengu wa mwili, shinda kwenye ulimwengu wa roho. Jihesabie ushindi, jione wewe ni mshindi, jione wewe unaweza, jione wewe kwamba katika ulimwengu wa namna yoyote ile wewe tayari una namba moja. Kwa mazingira ya mwilini yasikutishe. Mungu anasema hakutupa roho ya woga, bali ametupa roho ya nguvu, upendo na moyo wa kiasi. Hasa kwenye neno nguvu pale, manake ndani yake kuna kushinda physically, kuna kushinda spiritual. Kwa pale ndani kwenye Isaya 11 mstari wa 2, Mungu anasema roho wa uweza, ability, ambayo kila mtu anayo katika ulimwengu wa roho. Kwa unaweza kuwa ni mdhaifu kwenye ulimwengu wa mwili na watu wakakuona hivyo, lakini rohoni wewe ni mbabe sana, wewe ni mshindi sana. Na ukishinda asilimia zile kubwa, asilimia 100 rohoni, mwilini lazima ithibitike kwamba mwilini umeshinda. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.